ambavyo wamejiandaa. Coach, karibu. Asante. Habarini za asubuhi. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha maandalizi yetu kuweza kukamilika mpaka siku ya leo, na yamekamilika kwa upande wa kiufundi na pia afya za wachezaji, japo tuna wachezaji watatu ambao kidogo wana hitilafu. Mmoja ndo ana mazingira ambayo hawezi kumwezesha kuwepo kwenye mchezo wa kesho, lakini wawili tunasubiri taarifa ya madaktari. Kama watakuwa wanaweza kuwepo katika mchezo wa kesho, basi tunaweza kuwatumia katika mchezo wa kesho. Kiujumla, mchezo wa kesho ni mchezo ambao utakuwa mgumu, tunategemea hivyo, na ni kutokana na kwamba ya mambo kama matatu hivi. Kwanza ni dabi. Tunapokuja swala la dabi huwa sio mchezo mdogo, kwa sababu kuna mazingira ya kutaka kuweka heshima kutokana na mazingira ya dabi, na watu hawataki kuwa wanyonge. Lakini la pili, ugumu wake utakuwa kwamba kutokana na msimamo wa ligi ni kwamba wenzetu wanaongoza ligi na sisi tunafuatia tukiwa tuna tofauti wa pointi 4, na hiyo itapelekea kwamba tunajaribu kuweza kufanya kadri tuwezavyo ili tuweze kupunguza ile gap ya pointi 4 ambazo wametuzidi. Lakini la tatu ni kwamba ni mchezo ambao umesheheni timu ambao ni bora na wachezaji bora, hasa kwa wapinzani wetu ni kwamba wana timu nzuri, wana benchi la ufundi ambalo ni imara, wana wastani nzuri kwa magoli ya kufungwa na kufunga, ni kwamba wamefungwa magoli machache. Kwa mtazamo huu ukiangalia kwamba ni timu ambayo ni ngumu, na mpaka dakika hii ambayo tunazungumza hapa ni kwamba hawajapoteza mchezo mmoja, wamedraw tu mchezo mmoja, na wameweza kushinda michezo mingine yote iliyosalia. Kwa hiyo itapelekea ugumu wa mchezo wa kesho, ambao na sisi kwa maandalizi yetu ambayo tuliyofanya tunahitaji kwamba tuweze kujiwekea mazingira mazuri, hasa ukiangalia kwamba viongozi wetu, benchi la ufundi na wachezaji kwa jumla, ni kwamba tumechukulia kwamba kila mchezo uliobaki kwa kuanzia wa kesho ni kwamba ni muhimu kwetu kwa kuweza kupata alama 3. Sasa hiyo itapelekea mchezo kuweza kuwa mgumu na wa ushindani, na tunategemea kwa maandalizi tuliyofanya kwamba tuweze kuibuka washindi na kupata alama 3. Mchezaji ambaye hawezi kucheza kabisa ni Protasia, ambaye amepata maumivu ya goti na ni muda mrefu sasa. Watibabu wanajaribu kumshughulikia, lakini ambao wana maumivu ya kawaida ni Aragashi pamoja na Asha, ambao ndio wameanza mazoezi mepesi. Kwa hiyo bado tunasubiri taarifa za madaktari kama wanaweza kuwa sehemu ya mchezo wa kesho. Swali jingine kwa coach? Kama ulinisikia vizuri, nimesema utakuwa mchezo mgumu, na tumejaribu kuwafuatilia kwa michezo yao, na kuna baadhi ya mapungufu ambao wako nayo, na sitaki kuyasema, lakini nafikiri ndo tunafikiria kwamba kuweza kutumia yale mapungufu yao ili tuweze kupata ushindi. Dabi inajulikana. Dabi haina haja ya kuhamasisha mashabiki, kwa sababu wanajua ni mchezo ambao una hisia za watu wengi. Inapokuwa dabi hiyo ya watoto wadogo, iwe ya ligi kuu ya kwetu ya wanawake, ikiwa ligi kuu ya wakubwa, yani dabi ni mchezo ambao unachukua hisia za watu wengi. Kwa hiyo nawakaribisha waje waangalie mchezo mzuri, na nafikiri watafurahi, itakuwa ni burudani nzuri. Sawa, asante coach. Asante. Kwa majina naitwa Maimuna Hamisi Mainako. Kwa niaba ya captain na kwa niaba ya wachezaji wenzangu wa Yanga Princess, tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Ukiachana na mchezo wenyewe wa dabi kati ya Simba na Yanga ukiwa na upekee wake, lakini kwetu sisi ni mchezo muhimu sana ambao unaenda kutupa mwanga wa malengo yetu ya msimu huu ambayo ni ubingwa. Kwa hiyo
kwetu sisi ni fainali kwa sababu ya takwimu ambazo zipo pale katika Simba na Yanga. Kwa hiyo sio mchezo mwepesi kwetu, ni mchezo mgumu na ni mchezo muhimu sana na ni fainali kwetu. Msikia mchezaji na karibisha maswali. Kulipoteza mchezo uliopita dhidi ya Simba, iliumiza kama wachezaji, na kama ndivyo hivyo mmejipangaje kurudisha tabasamu? Mimi naamini kila mtu katika personal yake binafsi anapenda kufanya vizuri, na sisi kama wachezaji tunapenda kufanya vizuri, tunapenda kuweka historia. Kwa hiyo kupoteza dhidi ya Simba inakuwa inatuumiza, lakini mchezo uliopita umeshapita, huu ni mchezo mwingine. Tunachukua yale mabaya ambayo tulifanya kama ni changamoto kuelekea mchezo ujao, na tunachukua yale mazuri kuweza kuyafanya kazi kuelekea mchezo ujao ambao ni kesho. Naamini kesho ni fainali na tumejipanga vizuri, tutaenda kufanya vizuri bismillah. Swali jingine. Umekiri kwamba kesho ni mchezo mgumu na ni kama fainali kwa sababu watu wanatarajia kocha yenu ni ngumu kwa kiasi gani, lakini hali ya timu wenu tunasema wakisaikolojia kuelekea mchezo, kwa sababu kama ni mchezo ambao unatazama kwa fainali, ni kwamba hamtaki kucheza vizuri sana, lakini unahitaji kupata matokeo. Hamoni kwa mentality hiyo inaweza mkaruhusu sana makosa, kwa sababu mtaingia pia kupata matokeo zaidi na matokeo mazuri kuliko kupata kuliko kucheza vizuri. Hamoni inaweza ikawa ni hatari kwa mentality. Ili kuweza kufanya vizuri unatakiwa pia uwe vizuri mentally na physically. Sisi kuelekea huo mchezo tumejiandaa kwenye kila idara ili kuweza kufanya vizuri, kwa sababu tunajua tupo kazini na tunajua tunaipambania future zetu, tunapambania klabu yetu, nembo yetu, tunapambania mashabiki wetu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo ujao na naamini tutafanya vizuri. Swali jingine. Sawa, karibu.